bila kukupotezea muda, nadhani unaweza ukasikia kwa sasa hivi kwamba nyimbo zote hizo ndizo kuchezea zipo kwenye mzunguko wa kodi moja. Chord progression hiyo ni 3 6 7 3. Kwa hiyo bado tunapangilia major kodi zile zile, hatujagusa minor kodi yoyote, lakini tunazipangilia tofauti, na kila tunapobadilisha mpangilio huo tunapata wimbo mpya kabisa. Kwa hiyo mara hii nina nyimbo kama 6 hivi za kuangalia, baadhi ya hizo umezisikia. Nadhani tunaweza kuendelea na uchambuzi wetu. Kwa hiyo kwenye ufunguo ama alama ya ufunguo ambayo haina sharp wala flat ya A minor ama C major, utakuta kwamba 3 tulisema ni hiyo C major, 6 ni F na G ndio 7 yetu. Kwa hiyo mara hii tunacheza kitu kama, nadhani mmewahi kusikia nyimbo nyingi zina progression hii. Kwa hiyo mara hii nitaanza na nyimbo 2 ambazo zipo kwenye ufunguo wa E minor ama G major. Hiyo ndio alama ya ufunguo ambayo tutaanza nayo. Wimbo wa kwanza ni wa Kesha na Squeezer, unaitwa Uvumilivu. Nadhani wote tunaujua. Sikiliza usikie kama ile 3 7 3 6 7 3 unaipata. Kwa hiyo itakuwa inaenda kitu kama hiki. Tatu hiyo, 6 hiyo, 7, 3 tena. Kwa hiyo wakati mimi nakupenda sana, wakati ule nishinda lopoka. Oh my lord, ni mzuri kivile ndo na bang like that. Nadhani sasa hivi hiyo ni rahisi sana kuelewa. Nyimbo inayofuata inaitwa Tete kutoka kwa Mario. Nadhani wote tumeisikia. Inatumia mzunguko huo huo, ipo kwenye ufunguo huo huo na inacheza kodi hizo hizo. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni rahisi kugrasp kinachoendelea. Nadhani hiyo wote tunaojua. Kwa hiyo unaona kwamba tunacheza kodi hizo hizo. Kwa hiyo tuna 3 6 7 3 tena. Nadhani hilo limeeleweka. Sasa baada ya hapo tutahama key, tunaenda kwenye ufunguo wa D minor ambao watu wengine wanasema ni F. Nadhani wimbo huu wa Awena wa Kasim Mganga nadhani kila mtu anaujua. Niliupenda sana, lakini sikujua kwamba nilichokuwa napenda ni zile chords. Kwa hiyo tutafanya kitu kama hiki. Nadhani unasikia kwamba ni chords zinatofautiana, lakini mzunguko ni ule ule wa 3 6 7 3. Nadhani sasa hivi unaweza kufuata vizuri.
tupo kwenye funguo ya F major ama D minor, tunapata kitu hicho. Na maana tunda langu basi utamu umekwisha baby. Sema mapema kwa penzi langu ulitajika wina. Ulipokondoka wakati moyo wangu bado nakuitaja wina. Nadhani tunaweza tukatoka hapo kwenye hiyo key. Nina wimbo mmoja tu, nadhani tunaweza tukaenda kwenye key nyingine. So tukiingia kwenye funguo ya F sharp minor ama wengine wanayosema ni A major, tuna wimbo wa Waache Waoane wa Chege na Diamond Platnumz, nadhani tunaujua wote. Kwa hiyo mara hii tatu yetu itakuwa ni A, alafu sita yetu itakuwa ni D, alafu saba yetu itakuwa ni B. Kwa hiyo tuna kikono. Tatu hiyo, sita, saba, tatu tena. Situmii inversions ili tufuatilie vizuri. Lakini moyo unakataa. Nimeamini kikulacho ni yule unaona anayekufaa. Nadhani nimeelewa kwamba ni kitu kile kile. Tukitoka hapo tukaenda kwenye funguo ya C major ama A minor ambayo ina sharp wala flat, tutakutana na wimbo wa Mama Roda, ule wa Jose Chameleone na Bushoke. Nadhani wote tunaujua, wana Afrika Mashariki. Kodi ni zile zile, lakini mara hii tutakuwa tunacheza C kama tatu yetu, F kama sita yetu na G kama saba yetu. Nadhani inaeleweka. Hata kama ulikuwa unipendi mimi, ungenieleza kuliko kuniacha mimi masikini. Ninateseka, Roda Tatu, analia, sita, anasema saba, umemwacha, tatu. na mimi ninalia. Mama Roda umenitupa, Roda umeniacha. Mama Roda utanikumbuka. Mama Roda umeniacha. Mama Roda utanikumbuka. Ungesema nijue kosa langu kuliko kuniacha hapa peke yangu. Miaka mingi nafikiri wewe wangu, kumbe unapoteza muda wangu. Sikiliza. Nadhani kwa hiyo mifano hilo swali lishaeleweka. Nyimbo ambayo nitakupa kama zoezi ucheki kama umeelewa concept tunaifanyia kazi ni wimbo wa Matonya na Lady JD, nadhani unaitwa Anita. Upo kwenye chord progression hiyo hiyo, lakini key na chords zenyewe zinazochezwa hiyo ndio siongei. Unaweza ukautafuta, ukatembelea YouTube yao, ukausikiliza, ukaona kama unaweza ukagundua kwamba chord progression ndio hii. Na ukipata kodi ya kwanza ya tatu hiyo ya kwanza, ya sita na ya saba ni rahisi sana kugundua. Kwa hiyo leo tunaishia hapo, bila kusahau masponsa wangu ambao ni Mount Carmel Junior School. Wale watu wapo wilaya ya Ilemela jijini Mwanza, na wana shule kuanzia chekechea hadi darasa la 7. Wanafundisha vizuri na wana mazingira mazuri ya mtoto kujifunzia, wana huduma ya chakula, huduma za usafiri, walimu waliobobea. Nadhani kila kitu kinakuwa shwari mtoto akiwa anasoma pale Mount Carmel Junior School. Hao ndio sponsor wangu wa leo, na nawashukuru sana kwa kuwa wamenipa sponsorship ya video hizi. Jina langu ndika kwenye beat, na hii hapa ni Mziki wa Mashariki. Kama umeangalia hadi mwisho, naomba uniwekee comment pale chord progression inayofuata. Kwa hiyo itanisaidia kujua nani ameangalia hadi mwisho. Otherwise tukutane kwenye chord progression inayofuata. Kwa leo tumeishia hapo.